tabasamu pana, vigelegele vya furaha na dansi za shangwe, ndivyo ilivyopamba siku ya wanawake kwa watumishi wanawake wa TAKUKURU mkoa wa Iringa. Siku ambayo haikuwa tu ya kusherehekea mafanikio ya mwanamke, bali pia ya kuonesha mshikamano, matumaini na ujumbe kwa jamii. Kwa sababu Waswahili husema mwanamke akisimama imara, jamii yote husimama. Lakini kabla ya shamra za maadhimisho, wanawake hawa waliamua kuanza kwa tendo la huruma. Tarehe 6 Machi walifika katika kituo cha kulelea yatima na watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu cha Sauti ya Jamii kilichopo Mkimbizi. Walifika wakiwa na msaada wa mahitaji mbalimbali kwa watoto wanaolelewa kituoni hapo. Ilikuwa ni siku iliyojaa tabasamu na furaha kwa watoto hawa ambao walipokea wageni wao kwa bashasha na shukrani. Kwa hiyo sisi tulipanga leo siku ya tarehe 6 kuja kukitembelea kituo chetu hiki cha Sauti ya Jamii, na kikubwa kilichotusukuma baada ya kusikia kwamba kuna hiki kituo ambacho kinahudumiwa na huyu Madam Jeni ambaye ndo mmiliki na wa hiki kituo, tukaona ni jambo jema kuelekea siku hii ya wanawake duniani na sisi tuje tutoe mchango wetu kumsapoti mwenzetu, na kilichotusukuma zaidi ni kujitoa tu kwa jamii kama sehemu ya jamii, na sisi TAKUKURU ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo tukawiwa tujikusanye kwa kidogo tulicho nacho, basi tumefika kwa sapoti hawa watoto wa hiki kituo cha Sauti ya Jamii hapa Iringa. Nitoa wito kwa jamii ya mkoa wa Iringa. Hiki kituo bado ni kichanga, na huyu mwenzetu hapa hana sapoti kubwa sana ya kuwalea hawa watoto, na wana watoto takriban watoto 20 wa rika tofauti. Wengine wako mpaka sekondari, mwingine ni mdogo kabisa, ana siku kama 15 sijui, na alimchukua akiwa na siku 3. Kwa hiyo bado kuna mahitaji ya muhimu sana anayahitaji kwenye hiki kituo kwa ajili ya malezi ya hawa watoto. Kwa hiyo ningeomba jamii ya mkoa wa Iringa waje wamsapoti huyu mama kwa chochote walichonacho, hasa kwa upande wa chakula na mavazi ya watoto, hasa masweta. Sisi tumetoa kidogo, tunaamini kitamsaidia kwa siku 2, lakini bado ana mahitaji makubwa sana kwa hawa watoto 20 alionao hapa kwenye hiki kituo. Waswahili husema tenda wema nenda zako, usingoje shukrani. Lakini kwa watoto hawa shukrani zilionekana wazi kwenye nyuso zao. Kwao msaada huo haukuwa tu wa mahitaji ya kila siku, bali pia wa upendo na kujali. Watoto hawa tuna watoto 20 ambao wote wako shuleni. Mdogo ana siku 14. Tumepokea kwa furaha sana kila kitu ambacho tumeletewa na TAKUKURU katika siku hii muhimu ya siku ya wanawake duniani. Imeonyesha ni namna gani ambavyo nchi yetu na taasisi za serikali zinavyojali maslahi ya watoto. Kwa hiyo kipekee TAKUKURU wamefanya jambo ambalo ni mfano wa kuigwa na jamii yoyote ya Kitanzania. Wito wangu kwa taasisi mbalimbali, serikali na jamii kwa ujumla, tunaendelea kuomba kwamba jamii endelee kuelimishwa umuhimu wa hawa watoto na haki zao za msingi, lakini pia kuendelea kutoa support kwa ajili ya mahitaji yao muhimu ili waweze kukua vema na kufikia ndoto zao. Kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu, matumaini ya kesho mara nyingi huanza na mkono wa upendo kutoka kwa jamii. Walichokifanya TAKUKURU wametusaidia sana, kwa sababu hata usiku wa leo tulikuwa tuelewi tunaenda kula nini, lakini walivyokuja leo walichotuletea wametusapoti pakubwa sana. Hatimaye ilifika tarehe 8 Machi, siku ambayo dunia huadhimisha siku ya wanawake duniani. Furaha iliongezeka maradufu. Katika mji wa Mafinga, wilaya ya Mufindi, mamia ya wanawake walikusanyika kusherehekea siku yao. Wanawake wa TAKUKURU nao hawakuwa nyuma, wakiwa wamevalia mavazi ya kuvutia, wakipendeza kwa bashasha na tabasamu. Walishiriki maandamano yaliyopambwa na nyimbo,
vigelegele na dansi za furaha. Ni furaha iliyoonyesha mshikamano na nguvu ya mwanamke katika jamii. Kama msemo wa Kiswahili usemavyo, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Katikati ya shamra hizo kulikuwa pia na ujumbe mzito kwa wanawake na wasichana. Wanawake hawa wa TAKUKURU walisisitiza umuhimu wa wanawake kujituma katika kutafuta maarifa na elimu. Wanasema mafanikio ya kweli hayawezi kujengwa kwa njia ya mkato. Wanahimiza wasichana na wanawake kuamini katika juhudi zao, uwezo wao na maarifa yao ili kufikia nafasi mbalimbali za uongozi bila kujiingiza katika vitendo vya rushwa ya ngono. Kwa wanawake hawa wa TAKUKURU mkoa wa Iringa, maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ni zaidi ya sherehe. Ni siku ya kuhamasisha maadili, kuonesha mshikamano na kuwapa wanawake na wasichana ujasiri wa kusimama imara na kutimiza ndoto zao. Rushwa ya ngono ni tatizo kubwa kwa wanawake walio kwenye sekta binafsi, sekta ya umma. Imekuwa ni tatizo ambalo halina sauti kubwa, lakini na madhara makubwa kwa wanawake wa rika zote. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, wito wetu kwa mabinti na wanawake: cha kwanza, mwanamke au msichana, hapana yako ina thamani kubwa sana. Sema hapana kwenye rushwa ya ngono. Kuna mazingira ambayo sisi kama wanawake tumeshindwa kuwa jasiri. Kwa hiyo tuwakumbushe wanawake kuwa jasiri. Lakini sambamba na hilo, wajibu wa mwanamke kwenye utumishi wa umma au sekta binafsi, tufanye kazi kwa bidii. Kwenye masomo tusome kwa bidii ili kuzuia mianya ya rushwa ya ngono. Kwa wanawake hawa wa TAKUKURU mkoa wa Iringa, maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ni zaidi ya sherehe. Ni siku ya kuhamasisha maadili, kuonesha mshikamano na kuwapa wanawake na wasichana ujasiri wa kusimama imara na kutimiza ndoto zao, kwa sababu panapo nia pana njia. Mimi ni Salma Matanza. Asante na kwaheri.